Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi faddala ba'd al-azminati ala ba'd wa ikhtara yawm al-jum'ati sayyidan lil-ayyam wa ja'ala fihi min al-fada'il wal-khayrat wal-barakat ma lam yaj'alhu fi ghayrihi وأمر عباده بالمسارعة إلى ذكره سبحانه ونهاهم عن الانشغال بالدنيا عند ندائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز almuttaqun. Ndugu zangu wafuasi wa TV hii pendwa, TV yetu, chaneli yetu ya Aman TV Online, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni leo tena, ni siku nyingine tumekutana tena wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu hii pendwa ya Aman TV Online. Insha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya leo tutatazama fadail za siku ya Ijumaa, fadhila au ubora unaopatikana ndani ya siku ya Ijumaa. Ndugu zangu katika imani, min almalumi fi din, katika jambo ambalo linalojulikana katika dini yetu ya Uislamu kuwa siku ya Ijumaa ni miongoni mwa siku bora tukufu na siku ambazo na siku ambayo ina fadhila nyingi, ina khasaisi mbalimbali. Ni siku iliyokuwa tukufu kwa Waislamu, bali ni siku ambayo imeitwa ni siku ya Idi ya wiki kwa Waislamu. Kwa hiyo ni siku ambayo ni bora sana kwa Waislamu. Kwa hiyo insha Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya leo tutazungumzia fadhila zinazopatikana ndani ya siku hii ya yaumul Jumaa. Ndugu zangu katika imani, ambatana nasi kupitia chaneli yetu hii pendwa ya Aman TV Online kwa ajili ya kupata faida mbalimbali zinazotoka katika chaneli yetu hii ya Aman TV Online. Tukianza na unwani yetu inayozungumzia fadhila za siku ya Ijumaa. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya man adrakta yawm aljumaa, ewe ambaye uliyediriki siku ya Ijumaa, wewe ambaye Allah aliyekuwafikisha ukaidiriki ukaiingia siku ya Ijumaa, wala si shaka haikuwa hiyo isipokuwa kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ewe ambaye Allah aliyekuwafikisha ukaidiriki siku ya Ijumaa, huwa a'zam ayami al-usbu', ikiwa hiyo siku ya Ijumaa ni siku iliyokuwa bora, siku iliyokuwa tukufu na siku bora zaidi katika yale masiku ya wiki. Qif ma'a nafsika daqaik, ebu kaa na nafsi yako kwa muda mchache, kaa na nafsi yako kwa dakika chache, kisha ufanye nini? Wahasibha qabla an tuhasab, na ihesabu nafsi yako kabla haijahesabiwa nafsi yako. Ichunguze nafsi yako, iangalie nafsi yako, ni mambo gani, matendo mangapi ambayo uliyoyafanya yatakayo kunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kila mmoja akilifanya jambo hili la kuhesabu nafsi yake kabla ya kuhesabiwa, bila shaka atajua kwamba nafsi yake kitu gani ambacho hajakifanya, ni kitu gani ambacho amemwasi Allah, ili arekebishe pale ambapo alipomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na ataona kwamba kumbe bado mimi nahitajika nifanye kheri mbalimbali. Ewe ndugu yangu katika imani, kuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Siku hiyo ni siku ya yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, siku ambayo endapo utafanya kheri ambazo zilizowekwa ndani ya siku hiyo ya Ijumaa, hakika bila shaka utakuwa umefanya maandalizi yaliyokuwa mazuri, utakuwa umejitumia kheri zilizokuwa nyingi kupitia hiyo siku yaumul Jumaa. Ndugu zangu katika imani, kabla hatujaanza kutazama fadhila za siku ya Ijumaa, hebu nikuombe mtazamaji wa chaneli hii ya Aman TV Online, ujibu maswali haya, ukae utafakari, kisha uyajibu maswali haya ambayo nitakayokuuliza.
kabla ya kutazama fadhila ambazo zinazopatikana katika siku hii ya yaumul Jumaa. Ajib bisidqin an hadhihi al-as'ila, hebu nijibu maswali haya tena kwa ukweli kutoka kwenye nafsi yako. Swali haya ukiyatazama kwa haraka haraka huwezi ukapata majibu yaliyo ya ndani, huwezi ukapata majibu ambayo ni mazuri, lakini ukikaa vizuri ukatafakari utapata majibu ambayo ni sahihi, majibu ambayo yatakufanya wewe ufanye kitu ambacho ni bora baada ya maswali haya. Swali la kwanza ambalo nakuomba Muislamu ndugu yangu katika imani unayetufuatilia katika chaneli hii ya Aman TV Online, swali la kwanza ambalo nakuomba ujiulize, ewe Muislamu, hivi inapoingia siku au usiku wa yaumul Jumaa, unapoingia usiku wa Ijumaa, hivi unafurahia kwa kuingia huo usiku wa siku ya Ijumaa? Je, ewe Muislamu, usiku wa yaumul Jumaa unapoingia, je, unakuwa unaingiwa na furaha katika moyo wako? Moyo wako unajawa na furaha kwa kuingia kwa siku ya Ijumaa, kama ambavyo wanapofurahi watu wa dunia, watu walioielekea dunia pale ambapo wanapodirikiwa na misimu ya kuvuna, misimu ya kupata faida? Je, na wewe Muislamu, wewe mtazamaji wa chaneli yetu ya Aman TV Online, je, siku ya Ijumaa inapoingia na wewe unakuwa na furaha kwa kuingia na siku hiyo? Hili ni swali ambalo Muislamu yatakikana ujiulize. Je, unapatwa na furaha pale ambapo unapodirikiwa na siku ya Ijumaa? Lakini pia swali la pili, hal nawaita tabkir ila baiti llahi min lailatiha, je, ushawahi kuazimia, kunuia kuwahi kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala toka ile siku ya yaumul Jumaa imeingia, toka ule usiku wa yaumul Jumaa umefika? Je, umeshawahi kuweka azma, kunuia, kukusudia kuwahi kuingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala toka ule usiku wa yaumul Jumaa umeingia? Am kana hammuka an-nauma war-raha, au malengo yako, furaha yako wewe ni kulala tu siku hiyo ya Ijumaa na kustarehe ndani ya hiyo siku ya Ijumaa? Swali jingine ambalo Muislamu yatakana ujiulize, hal alimta anna al-malaika taktubu al-awwala fal-awwal, je, hivi wewe Muislamu hujapata kujua kwamba malaika, ushawahi kujiuliza kwamba malaika siku ya Ijumaa wapo special kwa ajili ya kuwaandika wale watu ambao wanaoingia wa mwanzo, kisha wanaofuata, kisha wanaofuata? Na je, ushawahi kujiuliza kwamba je, jina lako lishawahi kuandikwa katika wale watu ambao waliotangulia kuingia katika safu ya kwanza msikitini? Je, umeshawahi kujiuliza kwamba ushawahi kuwa wa kwanza kuingia msikitini na ukaandikwa katika watu wa mwanzo walioingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, au wewe ni katika wale ambao wanaokosa fadhila ya kuandikwa watu wa mwanzo walioingia msikitini? Lakini pia ndugu yangu katika imani, jiulize swali jingine, hivi ushawahi kujiuliza kuwa hakika ya mtu ambaye anayewahi kuingia msikitini, yarji'u biujurin, anarejea mtu huyo aliyewahi kuingia msikitini, aliyewahi kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kusubiri ibada ya Ijumaa, kwa ajili ya kusubiri hutuba ya siku ya Ijumaa, mtu huyo anarudi nyumbani kwake, anarudi kutoka katika swala ya Ijumaa akiwa na malipo ambayo hakuna mtu yoyote ambaye anayeishi katika mgongo huu wa ardhi anayeweza kununua malipo anayoyapata mtu aliyewahi kuingia msikitini. Hivi ushawahi kujiuliza hilo? Swali jingine ambalo yatakana ujiulize wewe ndugu yangu katika imani, ayyuhuma ahaqu bilmusaraa, ewe mja wa Allah, hebu jiulize swali hili, kipi cha muhimu sana, kipi cha msingi sana ukifanya kwa haraka kati ya hivi vitu viwili? Kuwahi unapoitwa na bosi wako, kuwahi unapoitwa na meneja wako, kuwahi unapoitwa na yule aliyekuajiri, au kuwahi unapoitwa na Allah, kuwahi unapoitwa na Mola wa ulimwengu? Je, unatanguliza kuwahi kuitikia wito wa Allah au kuitikia wito wa kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini vile vile jiulize ndugu yangu katika imani, kam marra, ni mara ngapi ewe Muislamu, sabakta ila masalihi dunyak, umewahi katika maslahi ya kidunia yako? Ni mara ngapi ewe Muislamu umewahi kuyakimbilia maslahi ya kidunia yako, ya dunia yako,
wa kam marratan sabaqta ila baiti llah subhanahu wa ta'ala, ni mara ngapi na ni mwaka gani wewe Muislamu uliwahi msikitini siku ya Ijumaa, tena safu ya kwanza? Ni mwaka gani jambo hilo ulilifanya? Na ni mara ngapi leo unawahi katika kazi yako? Ni mara ngapi unawahi katika kazi yako unayoifanya? Ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jiulize na iulize nafsi yako, ni mara ngapi unawahi katika nyumba ya Allah na ni mara ngapi unawahi katika kazi yako? Kipi umekitanguliza baina ya kuwahi katika biashara zako na kuwahi katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vile ndugu yangu katika imani, jiulize swali jingine, kwa nini unafika mapema? Kabla ya ndege, kabla ya usafiri, kabla ya gari haijafika, kabla ya mtihani uliopangiwa kufanya haujafika, unafika kabla ya muda huo wa mtihani. Ni mara ngapi wewe Muislamu unafika kabla ya mtihani? Unafika kabla ya ndege, unafika kabla ya usafiri, unafika kabla ya gari. Mara ngapi unafanya hivyo? Haujali kuchelewa siku ya Ijumaa, haujali Ijumaa imekupita, haujali umechelewa na Ijumaa, lakini katika mambo yako ya kidunia unawahi tena kabla ya ndege haijafika, kabla ya gari haijafika, kabla ya usafiri haujafika, unafika kabla ya mtihani. Lakini ushawahi kujiuliza kwa nini unachelewa kunako swala ya Ijumaa? Ushawahi kujiuliza kwamba dakika zile ambazo unazozitupa katika kusubiri swala ya Ijumaa, katika kusubiri hutuba ya siku ya Ijumaa, ni bora zaidi ya dakika ambazo umezifanya katika umri wako? Hivi ushawahi kujiuliza jambo hilo, kwamba dakika ambazo unazopoteza katika kusubiri swala ya Ijumaa ni bora zaidi kuliko dakika ambazo unazozipoteza katika kusubiri gari, kusubiri kazi, kusubiri jambo lako? Hakika dakika ambazo unazitumia kusubiri swala ya Ijumaa, kukaa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, ni bora zaidi kuliko zile dakika ambazo unazosubiri katika mambo yako ya kidunia. Lakini vile vile jiulize wewe ndugu yangu katika imani, kam min jum'atin madat wa anta lam tadhuq ladhata aljulusi fi almasjidi qabla alkhutbah. Mara ngapi wewe Muislamu, Ijumaa ngapi zimekupita wewe Muislamu, haujawahi kuonja ladha ya kusubiri Ijumaa, ya kusubiri hutuba ya siku ya Ijumaa? Ni mara ngapi Ijumaa zimekupita lakini hujawahi kuonja ladha ya kusubiri hutuba ya Ijumaa? Mara ngapi umepita na ofa hiyo? Lakini pia wewe Muislamu jiulize, wewe Muislamu, hivi hauvutiwi, haupendezi uwe ni mtu wa mwanzo kuingia katika nyumba ya Allah, miongoni mwa wale watu wanaoingia katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, watafuza biduai almalaika, ili uweze kufaulu kwa dua za malaika, wa thanaiha, na thanai na kusifiwa na malaika? Hivi wewe Muislamu hujawahi kuwa na shauku, tamani wewe Muislamu kuwa ni mtu wa mwanzo katika watu ambao wanaoingia msikitini na kufaulu na kupata dua za malaika na kupata kutajwa na malaika, wale ambao watakao kuombea siku ya Ijumaa? Ewe Muislamu unatufuatilia katika chaneli hii ya Aman TV Online, hebu jiulize mambo haya kabla ya kuona fadhila zinazopatikana siku ya Ijumaa. Endelea kutufuatilia katika chaneli hii ya Aman TV Online kwa ajili ya kupata ubora unaopatikana siku ya Ijumaa. Unatazama Aman TV Online, Aman kwa wote.